Okay, tunatumia instance inaitwa mobile van instance ambapo ni sehemu ya ETL lakini ina extension kidogo. Kwa ili uweze kupata kuingia unatumia linki kama ETL, lakini mbele kuna neno tutaliongeza kama anavyoonyesha hapa. Tutatumia hii sehemu inaitwa URL tab. Hii hapa kwenye kasa nitaandika neno etl.moh.go.tz alafu tutaandika /screen tb then una enter. Ukisha enter itafunguka interface kama hii, inakuonesha uingiza username na password kwa ajili ya kuingia kwenye hiyo mobile instance, kwa ajili ya kuingiza takwimu za screening ya TB na testing kwenye mobile van instance ambayo imefanyika kwenye active case finding. Utaingiza username ambayo utapewa. Tunashauri username ya mobile van instance ifanane na ya DHIS2 ETL ili usisahau. Kwa mimi kwa sababu nayo, tutaingiza hii ndio nayo, tutaiweka na password. Hii password hatusemi kwa sauti kwa sababu ni siri. Hapo ina load. Ukishafungua utakutana na kama kawaida na landing page ambayo huwa inakuwa ni dashboard, ni ya zile cascade ya screening ya kwenye mobile van, lakini pia ni cascade ya testing ya lab kwenye mobile van. Lakini kwa kuwa lengo letu kuu ni la kuingiza takwimu, tutaenda kwenye hii window ya apps iko hapa pembeni. Wanatumia mfano wa dirisha, ni kama dirisha fulani lenye partition. Ukibonyeza hapo utakutana na apps mbalimbali ambazo ziko ndani ya hii DHIS2 ambao ni mobile van instance, ambazo tunazifahamu kama hizo pivot, event na nyinginezo. Lakini lengo kwa sababu naingiza takwimu za mobile van, tutatumia hii application ya data entry. Unaweza kai search kwa kuiangalia kama hivi, au unaweza ka type hapa juu ukaandika data entry ikaje, then utaibonyeza ili kuifungua. Itafunguka. Tukumbuke mobile van instance au mobile van campaign zinafanyika kwenye mitaa na vijiji. Kwa hata hii mobile van instance imetumia mitaa na kata kama sehemu ya kuingizia takwimu. Kwa hutakuta vituo kama hivyo kwenye DHIS2 ETL. Kwa ili kukuta hiyo mitaa, utaenda upande huu wa kushoto, sehemu ya vituo. Utabonyeza hii alama ya kujumlisha. Kwa let's say ni Arusha, utabonyeza mkoa Arusha. Najua kwa wengi kwa DTLC watakuwa kwenye cancel. Kwa atakuwa kwenye cancel atashuka ward. Kwa DTLC atakuwa mkoa atashuka cancel. Kwa ambayo yuko kituoni atakutana na ward moja kwa moja. Kwa tuseme ni Arusha jiji, tutakutana na zile kata, kwa kizungu nasema ni ward. Then tutasema labda tulikuwa ni Balaa ward, tulifanya kampeni kwenye mtaa unaitwa Kiroshi. Kwa utachagua hiyo Kiroshi. Utaona huku sehemu ya organization tumeshajijaza ule mtaa unaitwa Kiroshi tulikofanya kampeni. Utachagua wakati huo unaingiza takwimu za screening au takwimu za maabara. Kwa tuanze na takwimu za screening. Utachagua hii dataset ya mobile van TB screening report form. Alafu baada hapo utakuja kujibu swali la where ambako ni period. Je, hiyo kampeni uliifanya tarehe ngapi? Utajaza kwa tarehe zile ulizofanya hiyo kampeni ya TB screening. Kwa let's say ni tarehe 1 jana, au nilifanya, kuna watu labda walifanya mwezi wa pili, kwa utabidi nyuma kidogo. Au kama hata mwaka jana inakuruhusu kuingiza hata taarifa za nyuma. Inawezekana ulifanya mwaka jana data kuingia
unaweza kachagua hata hizo za mwaka jana. Kwa hiyo sasa tuseme tulifanya tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka jana. Utachagua gari. Je, ulitumia gari la kanda ipi? Yale magari tumeagawa kwa kanda, ambapo kuna kanda ya kati, kanda ya mashariki, kanda ya ziwa na kanda ya kaskazini ambayo liko Kibong'oto, na Southern liko Mbeya. Hili la Central liko Dodoma, Eastern liko Dar es Salaam Muhimbili. Kwa let's say tuko Arusha, tuseme ni Northern Zone. Then inafunguka sasa ile form ya screening yenyewe ambayo tunatakiwa tuingize taarifa kama inavyoonekana hapa chini. Inasema Wizara ya Afya, Mpango Taifa wa Kifua Kikuu na Ukoma, fomu ya kutolea taarifa za shughuli za kifua kikuu na ukoma zinazofanyika katika kliniki tembezi. Eneo la huduma, utachagua eneo la huduma ulikofanya kampeni. Je, ni maeneo yale ya jumla au kwenye migodi? Kama maeneo ya jumla ulifanya sokoni, labda kwenye mkusanyiko, hiyo ni eneo la jumla. Lakini migodini, labda tulienda sehemu wanakochimba migodi au Simolam, najua kama kanda Arusha, au kama ukiwa Mbeya umeenda Chunya, sasa utachagua mining area. Kwa ni form mbili ambazo zinakuwa tofauti kidogo. Tuanze na ikiwa general, itakuwa ni hiyo general. Then utaangalia kama kuna target population, ilienda sehemu gani: sokoni, makazi duni, viwandani, boarding school, prisons, kwenye hizo ambao maeneo ambao ulienda kwenye general population. Kwa hiyo sisi tulienda soko la Kilombero Arusha, au soko la Mwanjerwa Mbeya huko. Form inakuwa ni kama ya mtindo huu. Utajaza huduma iliyotolewa. Namba ya kwanza ni estimated number au target population area, ambako hapa utajaza idadi ya wale waliokisiwa kuwa kwenye ile eneo wakati tunafanya kampeni, ambao walikuwa wanawake chini ya miaka 15 walikuwa ngapi? Kwa utasema labda walikuwa 30, 40. Chini ya miaka 15 labda walikuwa 60. Wanaume walikuwa 34 labda, na waliozidi ya miaka 15 walikuwa 78. Inayofuatia namba 2 ni wale uliowahamasisha au kuwapa elimu ya kifua kikuu. Utajaza. Unatarajia hii isiwe kubwa zaidi ile ya kwanza, estimated population. Kwa hiyo tunatarajia watakuwa umewapa si wote ama umewapa wote. Kwa inaweza kawa sawa au ndogo kwa wale uliowakadiria makadirio ya ile population. Namba 3 utajaza hiyo estimated education. Utajaza hiyo sehemu namba 2 itakuwa imeisha, na kama ukinoti hapa kuna column ya total inakuwa inajijumlisha kadri unavyozidi kujaza. Then total of number client seen. Sasa wale ulio waona baada ya kuwapa elimu, huwa tunawaambia kwamba wale wanajisikia kukohoa na nini wa kufuata wa kuone. Sasa ndo hapa tunajaza. Kati yao 20 tuliwapa elimu, wangapi walikuona? Labda 15, wakaja 20, wakaja hao 30 wote, watoto na mudu, na au chini ya miaka 15 labda 56. Then unaofuata tutajaza wale ulio screen TB kwa kuuliza ile maswali 5 ya kifua kikuu, au kama kuna ile screening ya chest x-ray na mengineyo, kwa utajaza nao idadi yao hapo. Kwa zote zifuate mtiririko, kwa hatutaji iwe kubwa kuliko ile ya juu ulioona. Kwa utaandika ulio screen ni wangapi, utajaza hapo kwa hizo age category. Then utakuja kujaza presumptive. Kati yao uliowachunguza wangapi walikuwa walihisiwa kuwa na kifua kikuu, ambao kunajua ili awe muhisiwa kwa ndio kwenye swali moja hapo kati ya maswali 5 ya kifua kama kukoa ama kutoka damu wakati anakoa na mengineyo. Akisema ndio kwenye swali moja hapo ni muhisiwa. Kwa kadri ya mwongozo wa uchunguzi utasema walikuwa wanahisiwa kuwa na kifua kikuu ni wangapi, na tutajaza hapo sehemu ya wahisiwa.
Baada ya hapo tunaenda tena kwenye GeneXpert testing ambako utasema kati ya wahisiwa wangapi walipima kwa GeneXpert, na utajaza hizo sehemu kama tulivyojaza huko juu. Lakini kati ya waliopima wangapi pia walikuwa positive kwa TB baada ya kupima. Tena utakuja kati ya hao wote waliokuwa wamehisiwa wangapi walifanyiwa x-ray. Kwa hii haijalishi alipimwa na GeneXpert au la, kwa hao wote walifanya x-ray utawajaza, na wale walikuwa suggestive kwenye current TB kutoka kwenye x-ray jaza idadi yake kwa kama nilivyoelekeza mifano ya juu, lakini pia walikuwa suggestive kwa ile old TB tutawajaza. Mwisho sasa kuna matokeo pia ya uchunguzi. Je, kati ya hao tuliowapima kwenye GeneXpert wangapi walikuwa wagonjwa, na pia maamuzi waliokuwa wamegundulika kwa maamuzi ya daktari walikuwa wangapi, na inayofuata kwamba wangapi walianza matibabu kati ya waliogundua, na kati ya tuliogundua wangapi walikuwa ni MDR au DRTB, na kati yao wagonjwa wapya wangapi walikuwa na non HIV status. Pia kati ya hao wangapi walikuwa kwenye ART. Chini yake tena kati ya wale positive ambao tuliwapata wangapi wako kwenye ART. Na mwisho tunasema katika wale wagonjwa wote tuliwapata wangapi walikuwa tested for HIV. Na mwisho wangapi kati ya wale walikuwa tested walikuwa positive. Na mwisho kabisa namba wale wapya tuliwagundua waliokuwa wamepatikana kwa HIV positive waliokuwa linked CTC. Baada ya hapo umekamilisha fomu yako kwa upande wa screening ya general population. Ukishakamilisha una run validation kuangalia kama kuna error. Ukirun validation unakuja kumaliza complete. Hii complete ni kama save tulivyozoea kule kwenye ETL ya kawaida. Kwa hiyo uta complete unakuwa umesave. Hiyo ni form ya kwenye general screening. Lakini kwenye mining inabadilika kidogo, ni the same lakini inakuja kuongeza nyumbuliko kwenye zile mining population. Labda hawa tulio estimate ni current miners, ni ex miners, ni familia au family member wao current miners au ex miners, au ni community member. Kwa tukienda labda Chunya tutaanza kucategorize zaidi wale tuliowajazia huku. Je, wangapi walikuwa ni miners, current miners, wangapi walikuwa ex miners, wangapi walikuwa ni wajumbe au member wa familia za current miners, wangapi walikuwa wajumbe ex miners, na mwisho kama kati ya hao wapo ambao ni community member. Kwa upande huu ni extension tu ya ile sehemu ya kwanza ya wale tuliwachunguza, lakini hii ni special kwa mining areas ambao utajaza zote kwa variable zote kama tulivyoelekeza ile awali. Unakuwa umekamilisha hiyo fomu ya uchunguzi wa kifua kikuu kwenye mobile van. Mwisho fomu fupi ya maabara. Fomu fupi ya maabara tuna switch kutoka ile mobile van, tuna switch ya lab ili kujaza taarifa zile tulizopima kwenye ile GeneXpert machine iliyopo kwenye mobile van. Yenye fomu yetu ni fupi, ina variable 10 tu ambao utajaza. Je, specimen ngapi tulizozipeleka kwenye hii GeneXpert au tulizopima wakati wa zoezi hili? Ngapi zilikuwa rejected, hazikukidhi vigezo vya kupimwa? Ngapi zilipimwa? Tulikuwa na majibu ambayo not detected ni mangapi? Yalikuwa ni MTB detected, leaf not detected ambayo ni T, walikuwa wangapi? RR au tumezoea kusema DRTB wangapi? Lakini walikuwa na trace detected, rifampicin indeterminate OTT walikuwa wangapi? MDT resistant indeterminate OTI walikuwa wangapi? Na tunaangalia pia kama kulikuwa kuna errors zilitokea kati ya zile sample tulizopima, tutajaza hapa idadi yake kwa ujumla, kwa walizokuwa na error, invalid au no result zote kwa ujumla tunazijaza hapa. Na mwisho tunajaza idadi ya kata zilizotumika wakati wa zoezi letu la upimaji. Hiyo ndo njia rahisi au namna ya kujaza taarifa kwenye mobile van instance. Kwa ni rahisi kabisa, ni kama tunavyojaza presumptive TB.